Sasa Mheshimiwa Rais, swali langu ni la katiba. Tumekuchagua kwa kura zetu zote wa Tanzania kwa ujumla, haijalishi nani alimpigia nani, lakini aliyeshinda amechaguliwa na wote. Kwa hiyo ni rais wa Tanzania wote, waliokuchagua na hata wasiokuchagua, wanaokupenda hata wasiokupenda. Wakati unaapishwa, uliapa kwa kutumia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba nitailinda katiba hii. Sasa miongoni mwa haki ambazo zimetolewa katika katiba kuna kitu kinaitwa separation of power, yani mamlaka ya rais, mamlaka ya bunge, mamlaka ya mahakama. Haitakiwi katika vyombo hivyo vitatu mmoja awe mkubwa zaidi ya mwenzake. Ulipoingia tu madarakani Mheshimiwa Rais, jambo la kwanza ulilofanya ulizuia zile safari za nje, na tangazo likatoka kwamba hata watendaji wakuu wa bunge, hata watendaji wakuu wa mahakama, ili waweze kusafiri lazima waombe kibali kwako kama rais wa nchi. Kwa swali ambalo ni la msingi katika separation of power, ulitumia mamlaka gani ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuamuru na bunge lifuate unayoyataka na mahakama ifuate unayoyataka? Na hilo swali lake la pili dogo, bunge limetoa ruhusa na mamlaka ya kukutana, kushiriki kwenye shughuli za siasa, freedom of movement, freedom of expression, na uhuru wa kufanya mikutano. Lile tangazo lako la kuzuia mikutano ya kisiasa, wewe kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unaoilinda katiba yetu, umetumia mamlaka gani kulitoa? Yaani katiba inakuruhusu kitu ambacho katiba imeruhusu, alafu rais unasema hiki hapana, ila katiba yetu pia imekupa ruhusa ukiamua kutumia presidential decrees katika uamuzi wako, lakini sijaona wapi umeitumia. Kwa hiyo ulitumia mamlaka yapi katika katiba kuzuia huo uhuru wa kujieleza na uhuru wa vyama vya siasa kufanya mikutano ya kisiasa? Asante sana. Asante sana Mayara. Na Mayara kwa lugha yetu ya Kisukuma maana yake ni njaa. Kwa hiyo Mayara inawezekana alizaliwa wakati wa njaa. Nataka kukuhakikishia Mayara, unapoapa kama rais, tumeapa kulinda katiba ya nchi, na hili nataka kukuhakikishia. Lakini kama unakumbuka, nilifikiri ungeniuliza swali, kwa nini hotuba yangu ya kwanza ya kubana matumizi nilitolea bungeni? Umeshawahi kujiuliza hilo swali? Kwa nini nilipewa nafasi ya kwenda mbele ya bunge, spika yuko pale, nikazungumza hotuba yangu ya kwanza ya kubana matumizi, na nikazungumza wizara zilizokuwa zinaendesha kwa kutumia hela vibaya kwa safari? Lakini katika katiba hilo ni lazima pia, mimi sio mtaalamu wa sheria, nenda ukaangalie ni nani mwenye mamlaka ya kutoa pesa anazozitumia jaji, wanazozitumia bunge. Ukishajua mpikaji ni nani na anaigawa chakula ni nani, unaweza ukajua chungwa na anayekijua ni nani. Nafikiri nimekujibu vizuri. Na Mheshimiwa Rais, kwa hiyo bajeti inapopitishwa bungeni, mtafutaji ni serikali. Fedha zinapotumika vibaya, anayeulizwa ni serikali. Kwa hiyo ni lazima tuzingatie maslahi ya nchi. Nchi kwanza. Na ndio maana mimi nawapongeza sana wabunge, wanaelewa sana. Kwa sababu katika kipindi cha mwezi mmoja tu waliamua kubana matumizi wao wenyewe, na zile fedha zilizopatikana zikaenda kuokoa wakina mama na watoto katika hospitali ya Muhimbili. Sasa nilitegemea labda ungeenda ukawauliza nao kwamba ni kwa nini walijibana matumizi kwa ajili ya kwenda kuokoa maisha ya watu wa Muhimbili. Kupanga ni kuchagua. Ni lazima twende kwenye mwelekeo wa kubana matumizi wote. Nilipokutana na majaji, walilalamika kwamba wanashindwa kuhukumu kwa sababu hawakuwa na pesa. Nilitoa pesa kwa sababu walikuwa wanalalamika kwa mtoaji pesa. Mbona hawakwenda bungeni kulalamika? Mbona hawakwenda kwa Mayara kulalamika kusudi andika kwenye freelance? Walimjua mtoa hela ni nani,
na mimi nikamwambia baada ya siku 3 nitatoa hela. Kwa hiyo katika mihimili hiyo inaweza ikalingana zaidi, lakini inawezekana kuna muhimili mwingine umechimbiwa zaidi kwenda chini. Hilo unatakiwa ulijue na liko kwenye katiba. Kwa hiyo kama unataka kuisoma katiba, soma katiba vipengele vyote na vinavyofuata. Sitaki kuamini, nafikiri ni kifungu namba 35 au kadhalika. Kwa hiyo nataka tu kukueleza kwamba tuna wajibu wa kuhakikisha fedha ya Watanzania walipa kodi maskini inatumika vizuri, na hicho ndicho ninachokifanya. Na Mheshimiwa Rais. Mayara oye. Mheshimiwa Rais.